Vitu vyote ambavyo unaviona katika maisha vyenye tija ni kwamba vimetengenezwa au vimefanyika kwa ukamilifu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa ukamilifu. Wewe umeumbwa kwa ukamilifu. Vitu vyote unavyoviona kwenye space vimefanyika kwa ukamilifu. Nataka nikwambie kwamba mawazo yako unapoyawaza kwa ukamilifu, biashara zako unapozifanya kwa ukamilifu, matendo yako unapoyafanya kwa ukamilifu, tija inaonekana na wewe unaenda kulifikia kusudi lako. Leo katika kipindi cha Sunday Blessings nataka nikuletee yale ambayo tumeweza kuyachota kutokana na mafundisho ya kasisi, lakini hayo yameweza kutuonyesha kwamba ni dhahiri yanaweza kukusaidia katika maisha ya kawaida kuweza kufikia kusudi katika maisha yako. Kabla hatujaanza kuyazungumzia, kwanza naomba nikukaribishe uweze kusubscribe katika chaneli yetu ya Msimbete TV kama ni mara yako ya kwanza, na la hasha kama sio hivyo, basi nikualike wewe uweze kushare na watu wengine link ya chaneli hii ili na wao pia waweze kuwa kwenye network ya watu ambao wanapata elimu hii muhimu kama vile unavyoipata kwa ajili ya kufikia makusudi ya maisha yao. Sasa naomba tuende. Jambo la kwanza ambalo tumeweza kujifunza ni kwamba ukamilifu ni pamoja na neno uwajibikaji, ama wakati mwingine tunasema accountability, au tuzungumzie neno stewardship, kwa maana ya kwamba kuchukua wajibu wa 100% unaohusu maisha yako. Wewe Mungu hajakuumba nusu ama vipande vipande. Mungu amekuumba katika ukamilifu wa mwili na roho. Na hapo ni kwamba Mungu amekujalia wewe vipaji mbalimbali. Katika hivyo vipaji ni muhimu kuvichota hivyo vipaji, kuviendeleza na kuhakikisha kwamba vinakuletea wewe tija, unafikia makusudi ya maisha yako, lakini vile vile wewe unaweza kuleta tija katika jamii. Tazama, watu wengi wana uwezo, wengine wacheza mpira, wengine waimbaji, wengine wanafanya shughuli mbalimbali za burudani, lakini wengine ni walimu, wengine ni viongozi. Hawa watu wana vipaji. Tumia kipaji chako vizuri ili uweze kufikia kusudi la maisha yako. Hapo tunasema wewe umeact kwenye stewardship, ama wewe umechukua accountability ama uwajibikaji wa 100% za maisha yako ili kuweza kufikia kusudi la maisha yako. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo tunaenda kuliangalia katika swala zima la ukamilifu ni kufanya vitu kwa standard au kwa viwango, standard of excellence, ama viwango vya juu vinavyokubalika. Wewe unapofanya vitu vyako kwa viwango, maana yake ni kwamba vile vitu vinaleta tija. Umefanya kazi kwa kiwango, kinaleta tija. Umefanya biashara zako kwa viwango, inaleta tija. Wewe umeongoza kwa viwango vinavyotakiwa, umeleta tija. Ni mwalimu, umefundisha kwa viwango, inaleta tija. Watoto wako wanaelewa vizuri na kuapply walichojifunza kutoka kwako katika maisha yao. Kwa hiyo swala zima la excellence ama standard of excellence ama viwango vinavyotakiwa, kimsingi tunasema kwamba wewe hujawajibika kiroho peke yake, lakini pia umeweza kuwajibika kimwili kwa ajili ya kuleta swala zima la viwango kwenye maisha yako ili wewe uweze kufikia kusudi uliloweza kuwekewa na Mungu mbele yako kwenye maisha yako ya kila siku, na jamii itafurahi na kuweza kufurahi zaidi pale ambapo wewe umeweza kuweka viwango kwa kila kitu unachokuwa unakifanya. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tunajifunza kwamba mwanadamu, kama nilivyotangulia kusema, hajaumbwa ni roho peke yake, hajaumbwa ni mwili peke yake. Binadamu ameumbwa ni mwili na roho, na hiyo imeleta proper compatibility ama muunganiko sahihi wa kuweza kumfanya aweze kuishi katika maisha yake. Mambo yanatoka katika roho yako, lakini utekelezaji unafanyika katika mwili wako. Ndio maana huwezi kusema kwamba mwili pekee unaweza kufanya kitu. Tazama kwamba kadiri unavyoendelea kuuchochea mwili wako, unaulisha vizuri, unaupumzisha na unahakikisha kwamba mwili wako unapata matibabu ama vitu vinavyotakiwa kwa ajili ya kuendelea kufanya kwa imara zaidi. Hali kadhalika, ili kuweza kuleta uwiano sahihi, ni lazima roho yako iweze kulishwa vizuri. Neno la Mungu, kusali, kufanya matendo ya upendo na kuwahurumia watu, kuwajibika kwa ajili ya watu wengine, hayo yote yanakufanya wewe unaendelea kuwa ni mwanadamu uliyekamilika na ambaye unafanya vitu vyako kwa ukamilifu kama Mungu mwenyewe ambaye anafanya vitu vyake kwa ukamilifu kwa ajili ya wewe kuhakikisha kwamba tija inapatikana katika kusudi. Kama unalo kusudi, ni lazima uhakikishe kwamba vitu vyote vinafanyika kwa kuzingatia ukamilifu wake ili kuweza kuleta tija na kuweza kufikia zile ndoto ama kusudi ambalo Mungu ameweka mbele zako. Hilo ni jambo la tatu. Tunza roho yako, utunze na mwili wako. Jambo lingine la nne ambalo tunaweza tukaliangalia ni swala zima la uadilifu, kwamba swala la uadilifu ni swala muhimu sana. Tunasema kwamba uadilifu ni kile kitendo cha wewe kuhakikisha kwamba unafanya vitu sio kwa sababu tu watu wanakujua, watu wanakuona, watu wanakuangalia. La hasha, unafanya vitu kwa sababu tu kwamba wewe unajua kwamba imani yako inakuagiza kwamba hivyo vitu ni sahihi, na wewe unasimamia kikamilifu ama unavifanya kwa ukamilifu kwa sababu unajua kwamba hivi ndivyo vilivyokuwa sahihi. Nitakupa mfano. Wewe unafanya biashara yako,
lakini huwezi kusema tu kwamba mimi ni mtu safi. Usafi wako tutauona katika matendo unayoyafanya. Kwa mfano, je, unawauzia watu bidhaa tu kwa sababu unajua kwamba hawafahamu bei ili wewe uweze kujinufaisha zaidi, au unafanya biashara zako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unapata ile kusudio la faida ambayo ingeweza kupatikana hata katika uuzaji wa bidhaa hiyo kwa watu wengine katika mazingira hayo, na kuhakikisha kwamba unaendeleza ama unatoa huduma katika jamii. Kwa mfano, wewe tuseme kwamba unauza chakula au unauza mchele kwa mfano, ukachukua vitu ambavyo si vyakula ukaviongezea ndani ili viweze kukuongezea uzito wa zile bidhaa inayokuwa inauzwa. Wewe hata ukiwa ni mtu wa rohoni au ni mtu wa kiroho, bali kimwili umeweza kuharibu kabisa, na hivyo kuonyesha kwamba swala zima la ukamilifu kwako halipo, na wakati ukamilifu ndio tunasema asili yake ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa mkamilifu au unafuata ukamilifu wa maisha ya kiroho, ni lazima papo hapo uweze kufuata ukamilifu katika maisha ya kimwili ya kibinadamu ili uweze kutoa tija katika kusudi la maisha yako. Jambo lingine la tano na la mwisho ambalo tunaweza tukaliangalia ni kwamba swala zima la ukamilifu ni pamoja na mahusiano ya kibinadamu na jamii. Tunasema kwamba kuna vertical na horizontal. Wewe binadamu vertically, tunasema kwamba vertically wewe una mahusiano ya moja kwa moja na Mungu mwenyewe, kwamba roho yako inapaswa iwe na muunganiko pamoja na Mungu wako ili wewe uweze kuendelea kudumu kuwa ni kiumbe hai ambacho kinamtumaini Mwenyezi Mungu, kwamba injini ya maisha yako yenyewe imekuwa na muunganiko wa kutosha na Mungu mwenyewe ili uweze kupata ile power, nguvu ya kuendelea kuwajibika katika jamii. Lakini pia horizontal, unaishi na watu wengine. Wewe uishi kisiwani, sisi hatuishi kisiwani. Sisi tunaishi katika jamii, na katika ile jamii inatutegemea sana kuhakikisha kwamba kuona yale ambayo wewe unayaofa katika jamii kama yanaendana vizuri na yale ambayo wewe unayo utambuzi nayo katika kiroho. Kwa mfano, tuweze kusema ya kwamba ni kwa kiasi gani jamii inaweza kufurahia uwepo wako, ni kwa kiasi gani jamii inaweza kujisikia kutosheka na yale matendo yako ambayo unayafanya katika jamii. Kwa hiyo hivi tunasema mahusiano yako ya kimungu ama roho yako na Mungu, maanake vertical relationship lazima iendane na horizontal relationship, kwamba yale ambayo unayapata wewe kiroho yaweze kutafasirika jinsi ambavyo yanaweza yakainufaisha jamii. Kwa hiyo hivyo wewe inakusaidia sana kuhakikisha kwamba yale makusudi ambayo umeweza kuyaweka katika maisha yako yaweze kufikiwa vizuri, kwa sababu fikiria kwamba yoyote unayoyaendea ni lazima nyuma yake wawepo watu, pembeni yako wawepo watu, mbele yako wawepo watu wa kuweza kuhakikisha kwamba wanakusaidia, wanakusupport ndoto ama kusudi la maisha yako. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba mimi kiroho niko vizuri, lakini watu hawaoni uwepo wako huo kiroho unawasaidiaje. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo haya mambo yote matano tumekuja kujifunza kwamba unapokuwa unaishi ukamilifu ni pamoja na kuzingatia hivyo vipengele vya mambo makuu matano ambayo nimeweza kuyaainisha, ambayo yataweza kusaidia wewe kuleta tija, lakini muhimu sana kufikia ndoto na kufikia kusudi la maisha yako. Nataka nirudie kusema kwamba tunaposema ukamilifu hatumaanishi kwamba hakuna kosa, hakuna dhambi, hakuna udhaifu. Tunaposema ukamilifu tunazungumzia mahusiano na muunganiko wa kutosha wa dhati ya roho yako pamoja na muunganiko wa kimungu katika kuleta ustawi na kufikia ndoto na makusudi ya maisha yako pamoja na makusudi ya jamii. Nakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia katika kipindi chetu cha leo cha Sunday Blessings, na nakuomba tena kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza, uweze kusubscribe katika chaneli yetu ili uweze kuwa sehemu ya wale wanaopata elimu hii. La hasha, kama sio hivyo, basi kwa upendo mkubwa tunakuomba uweze kushare link hii na watu wengine ili na wao pia waweze kuwa ni sehemu ya wale wanaopata mafundisho haya pale yanapotoka. Tunasema siku zote katika maisha kila kitu kinaanza na wewe. In that case, it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.